vizuri. Kwa hiyo ukiolewa kwa ajili ya majumba ama utakimbia ndoa, utaiona mbaya tu. Shauri vizuri, na mitihani ya ndoa ipo kwa kila mtu. Kila mtu ana mtihani wake katika ndoa. Unatakiwa ufahamu. Mtihani wangu mimi na wako hawezi kuwa sawa. Mwingine ndoa yake riziki wanaipata sana ya labda mumewe muone. Huo ndio mtihani wake. Lakini riziki wanakula vizuri, wanavaa vizuri, wanajenga majumba, ila mumewe tu ndio. Huo ndio mtihani wake. Mwingine mumewe katulia, mkewe katulia, ila wale mtihani wao riziki ngumu kupatikana, kula kwa tabu. Ushawa mzuri Kwa hiyo ndoa zina mitihani tofauti tofauti. Mwingine nakuta riziki ipo, ushawa mzuri na wametulia, lakini mtoto hapatikani. Umeona mama hapo ndani, kila ndoa unaiona ina mitihani yake. Kwa hiyo usiogope kuoa kwa mtihani wa mwenzio, ujue Mungu akakupa mtihani upi. Tuoe ili tuepukane na zina, ili maisha yawe mazuri. Mwisho wa siku hata unapokufa ufe katika radhi. Ni marudhi ya Mungu amekuridhia ukiwa msafi kabisa. Na hongereni naambiwa ndoa ya Diamond Platnumz na Zuchu imejipa. Matunda ushaanza kuyaona? Wenyewe wamezungumza hilo jambo. Wenyewe wamezungumza. Likuli makali makani. Kila maneno yana mahala pake. Anyways, mwisho kuthibitisha ni wenyewe wahusika. Mimi nani ningethibitisha? Silali nao kitanda kimoja. Sishiki mapaja ya mtu mimi. Wakasema labda nimeshika mapaja. Diamond njoo. Yashika mapaja mimi. Wenyewe wako wawili wanastarehe wenyewe. Wenyewe ndio na maisha yao, wenyewe ndio wapenzi. Wenyewe ndio kila kitu. Kwa hiyo wenyewe ndio atakiwa kujithibitisha. Sio mimi. Kwa hiyo ndio nikasema ikuli makali kila maneno na mara. Kwa hapa si mara pake kuzungumza hayo. Watafuteni sio yupo stajini pale. Msubiri ashuke afu bwana nasikia ngoma imetike yeye ndo atatoa majibu. Mimi lekana naye. Video Zuchu mpya umeiona? Nimeiona. Amevaa mabwanga mule. Sasa si style zile. Alafu Zuchu jua hajaanza kuvaa leo mabwanga. Zuchu ni stylish kitambo sana. Yaani ni kawaida yake kuvaa vile. Anasema anazuia. Vizuri, mfuatilie vizuri. Ni kawaida yake kuvaa vile. Sio kwamba anazuia. Anazuia watu asione. Sijui mimi. Ndio ngambia jamani mimi sio Zuchu. Mimi wala sio Diamond. Mimi ni Ricardo Tiarejo D Momo. Maswali mengine ndio nikamuulize mwenyewe Zuchu akawape majibu. Mbona majibu bana nyinyi? Amuoni Maimartha mwenzenu? Ana namba 3 kibao. Ni waoga. Sawa. Diamond juzi kati alipost ile clip akiwa anaimba live, watu waliongea sana auto tune kama hivyo. Mwanzo tulikuwa na kile ambacho alikifanya na hisi aliwaprove watu wrong kuwa haikuwa auto tune bali ilikuwa ni mimi mwenyewe. Unadhani Diamond kuna haja ya kuapprove watu wrong kuwa kitu fulani anachofanya si sahihi, mfano kwenye issue kama ya live? Kwa vile Diamond kaanza kuimba live leo. Sasa rubaya tuna watoto wadogo wengi. Diamond kaanza kuimba live kitambo 2014. Diamond ilikuwa na show Rwanda. Ifuatilie show Rwanda, Diamond aliimba live akiwa na ya Moto Bendi kipindi hicho, wakiwa back vocal Mbosso na Aslay. Back vocal 2014. Sasa wengi unajua ubaya wa muziki, wengi watoto wadogo wapo wengi, na wengine wanaposema jambo nchi hii hawamaanishi. Sio kama anamaanisha, wengine watafuta njia ya kukerea tu, yaani mtu akukera tu basi. Kama mbona mwanamke wako nyumbani aza kaongea maneno mengi, baada ya kuambia ni tembe mbichi, ume maneno yote yale tayari shapata mimba. Wewe mwanaume gani? Mume suruali wewe, una lolote wewe? Sio kama hakupendi, bali akikupendi asingebeba roho uzito. Maneno mwanaume gani fai, una hela sana, baada hapo ukirudi ni tembe mbichi, kumbe maneno yote yale kashapata kuja uzito. Yaani mradi kukerana tu ni maisha yalivyo. Kwa hiyo Diamond hahitaji, yaani hivi Diamond wataka ni approve nini kwa watu? Approve. Ndio msanii ambaye tumeona muziki wake anavyoanza mpaka unajua Diamond ndio msanii ambaye muziki wake umekuwa. Yaani anavyoanza Diamond kaanza kapiga show nchi nzima wanajua hii Tanzania hii na vitongoji vyake. Katoka hapo Diamond East Africa kaishambulia Rwanda, Uganda, Kenya, Burundi, Kongo ule Goma sijui kaishambulia. Diamond kashashambulia Afrika, kashapiga show nchi 33 sio 34. Ona kipaji cha kawaida hicho. Kama rais angefanya wengine tabula anza kimeslan kabuti. Ila tu maneno ni jambo la kawaida. Shauri mzuri, watu kuzungumza ni kitu cha kawaida. Na ukimwona mtu hataki azungumziwi, huyo ni mfu aliye hai. Ukijiona brother unafanya jambo uzungumzie, wewe ni mfu
hai. Sasa hichi kitu huwezi kukwepa, mtu kusema anajua hajui, ni jambo la kawaida. Habari zinakuja ili mambo ya watu yafanyaje, yaende. Hichi kitu hata Nabii Musa alitaka alienda mpaka kwa Mungu milimani, bwana Mungu bwana, hebu punguza watu kidogo, waache kidogo kunizungumzia. Mungu akamwambia Musa, sikulifanya mie kwangu Mungu wako, ndio nifanye kwako wewe. Mie Mungu wako leo. Watu hawasemi Mungu si nini, hawasemi. Watu wanaabudu wanasema Mungu ng'ombe, wanasema Mungu mti, au ni vitu. Itakuwa kwa binadamu uwezi. Jambo lote hili liwe hai, lipo hai na kubwa, lazima lizungumzie kwa njia yote ile. Ila Diamond afanye kwa kumprove mtu. Mimi naweza, anaweza, ndio maana ana nyimbo kali. Na msanii ambaye amepenya, amefika mbali kwa sababu ya uwezo wake aliopo nao. Anaimba, ana dance, ana kila kitu anacho. Wewe ataka prove nini? Nimalizie na hili. Jana Suma alizungumza, Diamond tumpe hongera zake na shout nyingi sana kwake kuhusiana na namna ambavyo amefanya performance zake, show zake, viingilio ni vikubwa sana. Hapa kiingilio kubwa ni zaidi ya milioni 5 huko na zaidi. Suma kaingizia kati na kusema kuwa Alikiba hata akiweka milioni 3 kwenye show yake hawezi, watu hawezi kwenda kulipia hicho kiingilio. Upo kwenye game kwa muda mrefu, unamfahamu pia Alikiba, unafuatilia na muziki pia. Unaliona hilo pia kuwa Alikiba hata aweke show milioni 3 hapa watu wasikuja? Mimi bana siwezi kumzungumzia msanii mwingine vibaya. Mimi naheshimu msanii, naheshimu harakati za kila mtu. Bali mimi niko hapa kuzungumzia kile ambacho ni changu. Shamba mzuri. Kwa unajua sisi wa Tanzania upo wetu waweza singesema si labda Allah si Mungu hajatujalia au sisi wenyewe tu. Mimi nashauri tu watu waombe kitu kimoja tu. Kuna dua waiombe kabla unapoamka, unapolala, waombe dua, nasema rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Ani Mungu nijalie elimu na unizidishie ufahamu. Elimu bila ufahamu ni kazi bure. Shamba mzuri. Mtu amezungumza. Mtu kuzungumza ni wajibu wa kila mtu kuzungumza. Sasa anazungumza nini? Usibishane naye. Nenda kwenye fact. Ingia Magugo hapo, kaangalie. Angalia kumbukumbu. Navyojua mimi, Diamond ndio msanii wa kwanza kufanya show yenye viingilio vikubwa hapa Tanzania. Navyojua mimi, huko 2012 huko alifanya Mlimani City. Upo vizuri hapo pale ndio thamani yake ilipoanzia. Na wote walikuwepo kipindi hicho. Kwa nini uliona kwa Diamond? Unajua haya mambo ni majaliwa. Hapo kila mtu. Yaani Mungu ndo anaamua. Anasema manashari man yurid, anampa mtakaye na anampa anavyotaka yeye. Mungu huyo. Ani anampa mtakaye na anampa anavyotaka. Havifanani hivi vitu kaka. Hapo hivi vitu sio vya kujua. Hivi vitu ni Mungu tu. Uko vizuri? Leo hii ukimchua Cristiano Ronaldo, ukimwangalia Ronaldo jinsi alivyo, ukisema uende yani jinsi alivyo Ronaldo, ukiangalia maplaya wengine jinsi wanacheza mpira wakasema Ronaldo kama anasubiri vile kwa Hazard. Ila Hazard afanye anachokifanya, hawezi kufika mafanikio ya Cristiano Ronaldo. Mungu ndo kataka. Mmemfahamu vizuri? Kwa kitu special. Hakiwagi tu labda lazima mtu awe mnoma. Mungu anajalia tu. Ndio ngakupa mimi sasa kufika huku si tumefika mbali huku. Tumerudi huko nyuma 2012 brother hiyo. Diamond anafanya show Mlimani City pale. Show ilikuwa gumzo. Ndio show ya kwanza kuwa class cha kwanza. Mlimani City class ndio show ya kwanza kuwa na viingilio vikubwa nchini Tanzania kwa msanii. 2000 ngapi hiyo? Nimewapa hiyo watoto wadogo la majenzi kama mjui Diamond. Si watu wadogo wengi tunao sasa hivi majenzi wengine 2000 wamezaliwa. Sasa mtu 2000 mpaka 2012, sasa miaka 12 hiyo. Mwingine naye ongea mazao 2010 mpaka leo miaka 15, si mtoto mdogo. Kwa hiyo mengi hawajui yanayotokea. Ndio msanii ghali Diamond 2012. Hapo Diamond brother amekaa muda mrefu. Sio tu amekaa muda mrefu, anagombania, analinda kiti chake cha kuwa namba 1. Unajua unaweza kukaa muda mrefu unalinda nini? Sio, unaelewa vizuri? Unaweza kukaa upo muda mrefu umedumu. Unalinda nini muda mrefu brother? Diamond amekaa yupo muda mrefu.
still analinda siti yake ya namba le uno. Ndio maana leo hii kila msanii atakayekuja ili aonekane mkali lazima afanishwe na nani? Auoni maana thamani hiyo? Auoni maana ukubwa huo? Bro, fact tu. Sio embe bungo. Tusende embe bungo, twende kwa fact. Unapomshinanisha mtu au unapomwongelea mtu mwongelee kwa fact. Sio embe bungo fact. Kwa fact yako umeshiba kidogo, nimekupa wewe. Ndio maana thamani. Lakini usivunjie heshima wasanii wengine. Kile kitu kinawezekana. Ndio wewe utaamua kujiweka tu. Ukijiweka kwa kawaida utakuwa kawaida. Ukisema mimi ghali utakuwa ghali. Sasa Diamond wanathubutu, yeye wanathubutu. Akisema nataka kitu fulani, basi anajua mpaka njia zake mtakipataje. Huwa anathubutu. Ukithubutu mambo atakuja tu, manjida wajada. Kila mtu anajitahidi atapata brother. Mungu anataka tujitahidi. Ndio maana Nabii Ibrahim alimwambia Mungu, nionyeshe unafufuaje? Akamwambia nataka kujua akumwambia fumba macho fumbua, akamwambia kamata ndege. Mwana ndio unajua ufanye. Akakamata ndege, wachinje, akawachinja. Akamwambia haya, peleka mlima huu mmoja, mpeleke mlima huku, mpeleke huku, yani mbali. Yani Mungu anakupa homework, sio tu akwambia ni hivi hivi, ifanyie kazi pia ili upate majibu. Sasa ndio maana elimu hiyo, maana jitihada. Kwa Ibrahim akamwambia waite ndege hao, wamekuja. Akumwotesha, katoa mifano hii ya dini inakuja ili tujifunze kwamba jitihada ndo kila kitu. Kujituma, kujitolea, sio kuchukia watu, sio kumende mtu brother. Jitihada. Sasa anavyofuata Diamond, ndio maana unakuta haya anafanya sio tu anafanya tu, kwa sababu anatengeneza njia, na ukijenga njia ni rahisi kujua thamani yako, kujijua kwamba mimi nilipofikia hapa. Dini yenyewe inasema anzila nasi mananzila. Dini inasema waekeni watu kwa nafasi zao. Dini inasema hivyo. Leo hii ukienda shughulini kwa Waislamu kwenye maulid, unaambiwa kuna VIP ya mashehe, kuna msosi wa mashehe brother, kuna wakajamba nani na wa mashehe msosi. Sio kama wanavunja heshima, wamesoma, wana elimu. Kwa mtu akifanikiwa, akiwa na thamani, atakiwa apewe thamani yake. Kama mumpi thamani, ataionyesha yeye thamani yake. Kama ionyeshi, watakuja watamwangalia tu thamani yake, sio kama ni dharau.